Katika familia ya mzee Samuel na mkewe Sara, walifanikiwa kupata watoto wawili wa kike. Wa kwanza aliitwa Fedesi na wa pili aliitwa Faustina. Mzee Samuel alikuwa ni daktari na mkewe Bi Sara alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa tu. Watoto wa mzee Samuel walipishana miaka 5 tu. Wakati Fedesi akiwa chuo wa mwaka wa pili, mdogo wake Faustina alikuwa yupo kidato cha 4. Fedesi alikuwa anafanya vizuri sana chuoni, lakini pia alishindwa kuzuia hisia zake na kujikuta anafanya mapenzi na mwanaume ambaye hakuwahi wala kufikiria kumpenda. Baada ya Fedesi kufanya kile kitendo, alijikuta anamchukia sana mwanaume ambaye alifanikiwa kuutoa usichana wake. Maisha pale chuoni yaliendelea, na yule kijana baada ya kuona Fedesi anamchukia sana, aliona bora ahame zake chuo. Siku moja Fedesi alihisi hali ya utofauti katika mwili wake, kizunguzungu na kutapika mara kwa mara. Aliona lazima akamwone daktari ili aweze kutambua anaumwa na nini. Siku iliyofuata Fedesi alienda kumwona daktari na alipewa majibu kuwa ana ujauzito. Hali hii ilimshtua sana. Fedesi alitambua kabisa mamake alivyomkorofi, hatomwacha salama kabisa. Alitafakari aweze kuitoa mimba, lakini pia alikumbuka mamake ni mtu aliyeishika dini sana na alishawahi kumpa onyo kuwa asije akasubutu kutoa mimba. Fedesi aliona sawa, nitalea mimba na muda wa kujifungua ukifika nitarudi nyumbani niweze kumlea huyo mtoto, lakini pia lazima baba wa mtoto apate hizi taarifa. Fedesi alitoka na kwenda kumtafuta mhusika ili aweze kumjulisha kuhusu ujauzito alionao tumboni. Kila aliyemuuliza aliambiwa ameshaama muda sana. Alijaribu kuuliza marafiki zake wa karibu kama wanafahamu alipohamia, lakini wote walijibu hawafahamu, wala namba yake ya simu haipatikani kabisa. Fedesi alihisi kama vile wadudu wanamtembelea mwili mzima. Alihisi kukosa nguvu ghafla na kuona ule wakati wa kulea mtoto bila baba umewadia sasa. Siku zilisogea na muda wa kujifungua kwa Fedesi uliwadia. Alijifungasha kila kilicho kwake na kurudi zake nyumbani. Mama yake na baba wote walimpokea kwa masikitiko makubwa sana, kwani hawakuwahi kutegemea kama mtoto wao anaweza kuwaletea mtoto nyumbani kabla ya kuolewa. Mtaa mzima ulikuwa ukiongolea wao tu, kitendo ambacho kilimkera sana Bi Sara. Kwa hasira alimfuata mwanaye na kumwambia, wewe Fedesi, haijalishi mwanao atakuwa mdogo au la, baada tu ya miezi 3 utarudi tena chuo kuendelea na masomo yako. Mama, mimi siwezi kusoma huku nalea mtoto, itabidi huyu mtoto abaki hapa nyumbani. We mtoto wewe, yani nikulee wewe nimlee na mwanao? Jamani, ndo hivyo mama, utanisamehe kwa hilo. Mamake Fedesi na ukorofi wake wote, lakini alikubali kubaki na mtoto wa mwanaye ili aweze kumlea na mwanaye aendelee na masomo yake. Fedesi alirudi chuo na kumwacha mamake amlelee mjukuu wake wa kike. Fedesi wakati yupo chuo alifanikiwa kukutana na kijana mwingine tena ambaye alionyesha kumpenda na kumjali sana Fedesi. Upendo ambao alikuwa akionyeshwa Fedesi alijikuta kifungua ukurasa mpya wa mapenzi. Fedesi alivyoingia chuoni alibahatika kukutana na kijana mmoja aitwaye Paulo. Fedesi na Paulo walianzisha mahusiano ambayo kila mmoja alilizia kuwa anampenda mwenzie. Baada ya kumaliza chuo, Fedesi aliwaeleza wazazi wake kuwa amepata mchumba na anahitaji kuolewa naye. Wazazi wa Fedesi hawakuwa na pingamizi chochote kile, waliruhusu watoto wao waoane. Mtoto wa Fedesi tayari alikuwa na umri wa miaka 2, walimpa jina la Lisa. Lisa hadi kufikia umri wa miaka 2 hakuweza kupata malezi ya mama yake. Alimzoea bibi yake na kuona kama ndo mama yake. Harusi ya Fedesi na Paulo iliandaliwa vizuri tu. Watu walisherekea na kumtakia kila laheri katika ndoa yake. Kabla ya kwenda kwa mumewe, mama yake Fedesi alimshauri mwanaye ingekuwa vizuri kama angeenda na mwanaye Lisa, lakini Fedesi alikataa kwa kudai anaogopa kumkwaza mumewe. Mama yake hakutaka kumlazimisha, alibaki na mjukuu wake na kuanza kumlea bila malezi ya baba wala mama. Mdogo wake Fedesi na yeye baada tu ya kuingia kidato cha 6
alirudishwa nyumbani kwa kuweza kubeba ujauzito. Mzee Samueli lawama zote alizipatia kwa mke wake. Haya ndo madhara ya kudekeza watoto. Sasa ameona huyu mtoto dada yake hatoshi hapa nyumbani, akaamua kuongeza na yeye wa kwake. Mume wangu, hawa ni watoto wetu wote, hivyo wanapokosea tunakaa wote chini na kuwakanya, na sio kusema kuwa tunawadekeza. Ndio unawadekeza. Uoni hiyo aibu ya kwanza haitoshi? Faustina naye kaona ongeze nyingine. Inatosha mume wangu. Faustina wakati yale yote yanaongelewa pale, aliyasikia yote. Kwa hasira alienda kutafuta dawa za kutolea mimba. Alibahatika kuvipata na alichukua maji tayari kutoa ujauzito aliyokuwa nao. Lakini kwa bahati dada yake naye alikuwa amekuja nyumbani kusalimia. Alimkuta mdogo wake anataka kutoa ujauzito aliyokuwa nao. Alimzuia mdogo wake. Hivi unadhani unachokifanya upo sahihi? Hapana dada, niache tu. Yaani baba ananisema utazani mimi ndo wa kwanza kubeba ujauzito. Mzazi anayekupenda lazima akuseme pale utakapoona umekosea. Hapana dada, baba amezidi. Yaani anavyonisema, mbona wewe ukusema hivyo? Kwa hiyo ulibeba hiyo mimba kwa kuwa mimi sikusema na wewe ukaona ubebeti? Sio hivyo. Haya ni maisha yako umejaribia. Huwezi tena kufanya mtihani. Ndoto zako zote zimeyayuka. Kwa hiyo dada, na wewe ndio umenikatisha tamaa. Sikukatishi tamaa, ila fikiria ukitoa hiyo mimba alafu baadaye uitwe tasa na mtoto ulishamuua, utajisikiaje? Kweli dadangu, unawaza mbali sana. Nashukuru. Fides na mdogo wake waliongea mengi sana. Baadaye waliingia ndani na kumkuta Lisa yupo zake bize anasoma. Shikamoo mama. Maraba, ujambo mtoto mzuri? Sijambo. Bibi amekuja. Lisa alimuita bibi yake. Bibi yake alifika na kupiga stori za hapa na pale. Kisha Fides aliaga na kumwachia mamake 2,000. Mamake alipokea na kumsindikiza, kisha alirudi na kumuita Faustina. We Faustina, hebu njoo uone. Nini mama? Yaani dadako anafanya kazi inayomuingizia 500 kwa mwezi, lakini anasubutu kuacha 2,000 kweli? Mama, acha utani. 2,000 tena ana miezi 3 hajaja hapa nyumbani. Tatizo sio kuja. Yaani sidhani kama anatambua kuwa ana mtoto aliyemwacha kwa mama yake. Baada ya Fides kuondoka, mamake alianza kumsema yeye na mdogo wake. Yaani kwa kweli tabia ya Fides, labda anaweza kubadilika. Ndiyo mama, mimi naamini changamoto tu za ndoa, hivyo tuwe na subira. Na wewe toka hapa, maana wote mmezidi tu kunipa pressure. Hadi mimi unanikasirikia? Babako mwenyewe namkasirikia, sembuse wewe. Haya mama, mimi naenda zangu kulala. Najua rote hili unaenda kulala. Kweli mimba inakupelekesha. Baada ya miaka 2, Faustina naye alibahatika na yeye kupata mtoto wa kike. Alimpa jina la Loveness. Faustina na yeye aliolewa na kumwacha mwanaye kwa bibi yake. Utofauti ulikuja wakati Faustina anamjali mwanaye na kumnunulia zawadi vidogo vidogo, na pale alipopata nafasi alienda nyumbani kwao kumsalimia mwanaye Loveness. Fides hakuwa na mpango wote kuhusu mwanaye. Mapenzi yote alihamishia kwa mtoto ambaye alizaa na mumewe. Lisa ambaye ni mtoto wa Fides alikuwa na kuzidi kutengeneza taswira ya kutengwa na mama yake. Wakati Lisa akiwa na umri wa miaka 16, alikuwa ni binti mrembo sana na wa kuvutia. Alitembea kwa madaha na kuwafanya wanaume wamwangalie kwa jicho la tatu. Loveness naye hakuwa haba, alikuwa mrembo vile vile. Hivyo bibi yao alianza kupokea sifa za wajukuu zake. Lisa akiwa kidato cha 2, alihamishiwa shule za kulala. Shuleni kwao Lisa alikuwa ndo anaongoza wote darasani. Siku moja Lisa alikataa kufanya usafi. Kiongozi wa darasa alimpeleka Lisa kwa kiongozi mkuu wa shule na kumpa mashtaka ya Lisa. Huyu anaitwa Lisa, lakini afanye usafi darasani. Ni mkorofi sana, hata wakati mwingine usafi wa nje afanyi, aliongea kiongozi wa kidato cha 2. Unaweza kwenda, wewe ni echeni baki naye huyu. Kiongozi mkuu wa shule alimwamuru kiongozi wa kidato cha 2 aondoke na kumwacha na Lisa. Jina lako nani? Kiongozi mkuu wa shule alimuuliza. Naitwa Lisa. Lisa alijibu
kwa dharau mno. Hivi unafahamu unaongea na nani? Sinaongea na mwanafunzi mwenzangu au? Lisa alizidi kumjibu kiongozi wake kwa dharau mno. Mimi ni kaka mkuu wa shule na wanafunzi wote watukutu huwa wanaletwa kwangu kabla ya kufikishwa kwenye uongozi wa shule. Kwa hiyo wewe jina lako ni kaka mkuu? Ndio jina walilokupa wazazi wako, sio eh? Hapana, mimi naitwa Abdul. Hilo ndo jina langu. Abdul, haya ongea shida yako. Kama nilivyoletwa malalamiko kuwa wewe ni mkorofi, lazima upokee adhabu ambayo nitakupa. Nasubiri hiyo adhabu. Lisa aliongea kwa kujiamini sana. Njoo hapa. Abdul alimvuta Lisa hadi kwenye bustani moja ya mboga za majani. Unaona hii bustani? Ndiyo, kwani imefanya nini? Kuanzia leo hii bustani itakuwa inasimamiwa na wewe. Kila siku asubuhi na jioni utakuwa unamwagilia maji na kutoa majani ambayo hayastahili kwenye hii bustani. Hilo tu, usiwe na shaka kabisa. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Lisa aliongea hivyo na kuondoka zake. Abdul naye aliondoka zake na kwenda darasani kujisomea. Siku iliyofuata, Lisa alikusanya watoto kama 5 wa kidato cha kwanza na kuamuru waende kumwagilia mboga za majani kwenye ile bustani aliyopewa adhabu. Wanafunzi wa kidato cha kwanza bila ubishi walimwagilia maji na kuondoka zao. Lisa alijisemea moyoni, mimi sio fara kiasi hicho hadi mnipigishe kazi ambazo hazinihusu. Tulieni niwaonyeshe, mimi ndo Lisa, toto la bibi. Lisa alijisemea hivyo kisha akaelekea zake darasani. Wakiwa darasani, aliingia mgeni wa kike ambaye aliambatana na mwalimu wa darasa. Huyu hapa mbele yenu ni mwanafunzi mwenzenu, mtakuwa naye hapa darasani. Hivyo naomba muweze kumpa ushirikiano wenu. Ajitambulishe. Darasa zima liliomba mwalimu wao mgeni aweze kujitambulisha. Haya, msijali, atajitambulisha. Mwalimu alimwamuru mgeni aweze kujitambulisha. Naitwa Veronica, nafurahi kuja kusoma katika shule hii. Mgeni alijitambulisha kwa madaha huku akizungusha macho yake kukagua darasa zima. Haya, Veronica, nenda kakae pale na Lisa. Mwalimu alimpeleka Veronica akaketi karibu na Lisa, kwani ndiye mwanafunzi anayefanya vizuri darasani kwao. Mwalimu, mimi sitaki kukaa na mtu hapa, Lisa alijibu huku akiwa amekunja uso wake. Utake usitake, Veronica atakaa na wewe. Mwalimu aliongea hivyo na kuondoka zake. Veronica alibaki amesimama tu na meza yake, hana pa kuiweka zaidi ya pale kwa Lisa. Njoo kae, ila ni kwa leo tu. Uanze kutafuta sehemu ya kukaa mapema. Lisa alimkaribisha Veronica kwa masharti kuwa atakaa hapo kwa siku moja tu. Nashukuru. Veronica alisogeza kiti na meza na kukaa karibu na Lisa. Samani, naweza kuona ulipoishia kwenye somo la biology? Veronica alimuuliza Lisa kwa upole na unyenyekevu. Sipendi usumbufu nikiwa nasoma mimi. Haya, hilo hapo daftari, chukua uangalie. Lisa alimjibu mwenzie kwa ukali na kumtupia daftari kwenye meza. Samani, sikujua kama nitakuwa na kukwaza. Veronica alizidi kumjibu Lisa kwa upole. Nimekuelewa, kaa kimya. Sasa hivi najisomea. Kesho kuna mtihani wa mchujo kuhamishiwa darasa. Kivipi? Yaani tunafanya mtihani kidato cha pili wote. Watakaopata alama A na B watabaki mkondo A. Alama C na D wataenda mkondo B. Na waliobaki mkondo C. Kwa hiyo ndo maana unaona watu hapo bize kusoma, wanaogopa kuhamishwa darasa. Lisa alimjibu Veronica huku akiendelea kusoma. Hapo sasa nimekuelewa. Nashukuru kwa kuweza kunielewesha. Ngoja na mimi nisome nisije kuhamishiwa darasa. Veronica na yeye alichukua daftari na kuanza kujisomea. Siku iliyofuata, wanafunzi wote wa kidato cha pili walipewa mtihani wa kuchujwa. Lisa hakuweza hata kwenda kusimamia bustani aliopewa aweze kumwagiliwa maji. Siku 4 mfululizo walifanya mtihani bila kupumzika. Baada ya kufanya mtihani, ilikuwa ni siku ya kuweza kutangaza matokeo ya watu ambao na watakaoweza kuingia mkondo A. Lisa yeye alijiamini lazima tu atabaki mkondo A. Wakiwa wamekaa na Veronica kwenye nafasi zao, mara Lisa alisimama na kusema, na watakia wote kila laheri kwa wale mtakaohamishwa hili darasa.
tuliwapenda sana, ila uvivu wenu umewaponza. Lisa aliongea hivyo na kuketi zake kwenye kiti. Sio vizuri ulichofanya, Veronica alimwambia Lisa. We mwenyewe lazima uhamishwe tu, Lisa alijibu kwa majivuno. Mara mwalimu aliingia na matokeo. Mwalimu aliingia darasani na kuanza kuongea na wanafunzi. Amjambo watoto wazuri? Hatujambo, shikamoo mwalimu. Marahaba, kaeni. Mwalimu aliwaamuru wanafunzi wake wakae kwenye viti vyao. Mmefanya vizuri katika mitihani yenu, na pia wapo waliofanya vibaya, lakini kinachonishangaza ni nyie wote kupitwa na mgeni. Ile sauti ilipenya vizuri sana katika masikio ya Lisa. Aligeuka na kumwangalia Veronica kwa jicho la kusitofahamu. Hongera sana Veronica kwa kuweza kushika namba 1 na kuongoza kidato cha pili wote. Pigeni makofi kwa Veronica. Lisa hakutegemea kabisa kupitwa na mgeni. Kwake ilikuwa ni zaidi ya aibu, lakini alipiga makofi huku akitabasamu. Mwanafunzi wa pili ni Lisa. Ameweza kupata wastani wa B. Amepitwa sana na Veronica, wala msimpigie makofi. Lisa alizidi kuwaka kwa hasira kwa sababu mwenzie kapata A na yeye kupata B. Alimkata jicho la chuki hadi mwalimu aliona pia. Lisa, acha chuki, jifunze kuwa wakati unajiona wewe ni bora kuliko wengine, kuna ambaye ni bora zaidi yako. Lisa kwa aibu aliinamisha kichwa chini. Veronica, utahama hapo na kwenda kukaa sehemu nyingine, au unaonaje Lisa? Lisa aliwaza haraka, akaona haiwezekani Veronica kuhama pale kabisa. Hapana mwalimu, mwache tuendelee kukaa hapa. Lisa aliongea kwa upole. Wewe si ndio ulikuwa humtaki mwenzio au? Hapana mwalimu, mwache tu ili awe ananifundisha. Darasa lote walicheka baada ya kuona Lisa kajishusha. Nyamazeni, mnacheka mazuri au mabaya? Au ni ajabu mtu kufundishwa na mwanafunzi mwenzie? Wanafunzi wote kimya. Basi ndo mnyamaze sasa, maana siku zote nilikuwa nawaongoza, ila hamna hata mmoja aliyewahi kunifuata nimfundishe. Hivyo unaomba mniache nifundishwe ili nifanye vizuri zaidi. Wanafunzi wote kimya hadi mwalimu alianza kupiga makofi kwa furaha. Safi sana Lisa, licha ubabe wako, ila umewambia wenzio ukweli. Lisa alikaa kwenye nafasi yake na kuanza kukagua mitihani yake. Mwalimu naye alitoka darasani. Naitwa Lisa. Lisa alijitambulisha kwa Veronica kwa kumpa mkono. Naitwa Veronica na kushukuru kukufahamu Lisa. Asante, naomba tuwe marafiki kama utojari. Bila shaka Lisa, tunaweza kuwa marafiki. Lisa na Veronica waliunda urafiki tokea siku hiyo. Lisa akawa ameshasahau kuwa alipewa adhabu ya kumwagilia bustani ya mboga. Baada ya wiki moja, Abdul ambaye ndio kiongozi mkuu wa shule alimfuata Veronica. Hero tu, nikusaidie nini? Bila shaka wewe ni kidato cha pili. Ndiyo, Veronica alijibu kwa wasiwasi kidogo. Naomba unitafutie mwanafunzi anaitwa Lisa. Bila shaka unamfahamu. Lisa, ndiyo namfahamu. Wakati anamalizia tu kusema namfahamu, Lisa na yeye alifika kumchukua rafiki yake. Veronica, tuishie zetu. Lisa alimshika mkono Veronica ili waondoke. Hakumuona Abdul. Wewe, huyu kaka hapa anakuulizia. Veronica alimgeuza Lisa amuone Abdul. Kumbe ni wewe. Lisa aliuliza kwa mshangao, maana kutegemea kukutana na Abdul. Ndiyo, ni mimi. Nahitaji kazi yangu. Abdul alikuwa na Lisa akihitaji kukabidhiwa kazi yake. Lisa, leo ndo siku ambayo tulikubaliana utanipa kazi yangu. Nilishasahau. Nitakuonyesha baadaye. Lisa alijibu kwa wasiwasi kidogo, maana alijua kabisa wiki nzima hajasogelea hata bustani. Nahitaji sasa hivi. Abdul alijibu kwa msisitizo. Sawa, twende. Katika vitu ambavyo Lisa alikuwa apendi ni kubishana tu. Lisa, Veronica na Abdul waliongozana hadi maeneo ya bustani. Mbona mboga zimestawi hivi? Abdul aliuliza kwa mshangao baada ya kufika bustani na kukuta bustani inapendeza haswa. Si nilikwambia haya ni mambo madogo sana kwangu? Lisa alijibu kwa kujiamini baada ya kukuta bustani imependeza sana. Hongera sana kwa kazi nzuri. Pia naomba upunguze ukorofi. Abdul aliongea huku akiwa anaondoka zake. Karibu tena.
Risa alimvuta rafiki yake na kuanza kumpa stori nzima kwa nini alipewa hiyo adhabu. Ndo hivyo rafiki yangu. Yaani mimi darasani sideki hata kwa fimbo. Sasa mbona sijawahi kukuona ukija hapa kumwagilia bustani? Nilikujaga tu mara moja na marafiki zangu wa kidato cha kwanza. Hizi siku nyingine sijui nani huyo aliyekuwa akimwagilia. Inaonekana unapendwa sana. Naona wanafunzi 4 wanakuja upande huu wakiwa na maji. Veronica alimgeuza Risa ili aweze kushuhudia hao wanafunzi. Ndo wale wanafunzi niliowaleta hapa mara ya kwanza. Risa alienda kuwapokea maji kwa furaha mno. Nyie ndo mlikuwa mnamwagilia hapa kila siku? Ndiyo dada, tuliona upo bize na mtihani ndo maana. Nashukuru sana jamani, maana leo nahisi ningeongezewa adhabu, ila kwa sababu yenu nimeonekana nipo makini sana. Usijali dada Risa, si tunakupenda sana. Mbona wewe unaachaga kazi zako na unakuja kutufundisha? Hiyo ni desturi ya Risa, akiwa na kipindi anaenda kidato cha kwanza kuwafundisha. Haya watoto wazuri, asanteni. Leo ndo adhabu yangu imeisha. Risa aliongea vile na kuwataka wale watoto warudi darasani kuendelea na vipindi. Siku zilisogea na kidato cha pili walifanya mtihani na kuruhusiwa kurudi manyumbani hadi mwaka unaofuata. Risa kwake ilikuwa ni shangwe. Alifurahi mno maana alimmisi bibi yake kuliko chochote kile. Alipofika nyumbani, alimkuta bibi yake amekaa kwenye mkeka anasuka ukiri. Alimfuata bibi yake na kumfumba macho. Bibi, nimerudi. Niachie basi macho mjukuu wangu. Risa alimwachia bibi yake macho. Bibi, niliwamisi sana. Loveness yuko wapi? Ameenda kumsalimia mama yake, atarudi wiki ijayo. Eli yake jamani. Vipi mamangu? Hajawahi hata kuja kuniona mimi? Hapana, ila alisema ukikaribia kufungua shule uende ukamuone. Haya, mimi nipo zangu ndani. Risa alinyanyuka kwa unyonge na kuelekea zake ndani. Baada ya wiki 3, Risa alifunga safari ya yeye na Loveness kwenda kumtembelea mama yake Risa. Risa alipofika, alishangaa sana. Mama yake aliishi kwenye nyumba nzuri sana na yenye kuvutia. Kulikuwa na magari mawili yamepakiwa hapo nje. Risa alijisemea moyoni, kipindi kile hapakuwa pazuri hivi. Kweli wadogo zangu wanaishi kwenye raha sana. Risa na Veronica kuingia tu ndani, alikuta wadogo zake wanafundishwa na mwalimu wa kukodishwa. Risa alijisemea moyoni, watu wanalaa, mwalimu wa kukodishwa, wakati mimi hata hela ya kumfuata huyo mwalimu sina kabisa. Risa na Loveness walikuwa wamekaa sebuleni. Mfanyakazi alikuja na kuwauliza, niwaletee juisi au maji? Mimi nahitaji tu maji mwaya. Risa alijibu huku akiwa nakagua ile nyumba. Mimi nahitaji juisi ya baridi. Loveness alijibu huku akimfinya Risa na yeye agize juisi. Baada ya mfanyakazi kuondoka, dada, mbona umeagiza maji? Ndio ninayoyapenda. Risa alijibu huku kamkazia macho mdogo wake. Dada, uongo huo, wakati najua unapenda juisi kuliko kinywaji chochote kile. Loveness alimjibu dada yake. Haikuhusu. Risa aliona mdogo wake anafika mbali sasa. Baada ya muda kidogo, mfanyakazi alifika na kuwakabidhi kila mmoja alichoagiza. Risa kachungulia jikoni, aliona kuna vyombo vya kuosha. Jikoni kuna chakula kimebandikwa na nje nguo za kufua. Malezi waliolelewa Loveness na Risa sio ya kujigamba, hivyo walikonyezana. Mmoja aliingia jikoni na mwingine alienda nje kufua. Baada ya muda kidogo, mama alirudi na kukuta amekuja kusalimiwa. Vipi Risa? Mbona mmekuja bila hata taarifa? Amna mama, niliona nisije nikienda shule bila kukuona. Risa alijibu huku akiwa anampokea mama yake pochi. Hapana, usinipokee, ataipokea Paulina. Muda huo Paulina ambaye ndio mtoto wake wa kwanza kwenye ndoa alifika na kumpokea mama yake. Pole mam, tulikumisi sana. Alafu naona kuna wafanyakazi wapya. Paulina alijibu huku akimwangalia Risa kwa jicho la dharau. Peleka pochi chumbani kwangu mwanangu. Mama yake naye alicheka, ishara ya kuwa alichoongea mwanae ni kweli. Kitendo hicho kilimfanya Risa atetemeke kwa hasira, lakini alijikaza ili mama yake asione. Aya, niambie Risa. Safi tu, sisi tulikuja kukuona, tunaondoka zetu.
Risa hakuhitaji tena kuendelea kukaa pale. Ebu laleni, muondoke kesho bana. Hapana, bibi yangu atabaki na nani sasa? Samahani kwa hilo mama, Risa alijibu huko machozi yanamlengalenga machoni. Jamani, si kwa leo tu au? Hapana, alafu kesho kutwa shule zinafunguliwa. Nimepata alama A, naingia kidato cha 3. Aisee, kichwa changu hiki. Nilizani unaingia kidato cha 2 eti. Mamake alijibu huku akitoa 5,000 nyuma ya simu na kumpa. Hongera sana, mpe hii hela bibi, itawasaidia pia ukazani kusoma. Asante, ila sina sare za shule wala madaftari. Risa alipokea ile 5,000 huku akinungunika moyoni. Sina hela, bibi yako atakununulia bana. Wakati wapo pale, mara mumewe aliingia akiwa na dereva wake wa gari. Mfanyakazi aliitwa. Madaftari ya kutosha mapya yalishushwa kwenye gari na vitu vingine kibao. Risa aliviangalia na kumwambia mama yake, mama, simnipe hayo yanayoingizwa ndani. Unachekesha wewe mtoto Hivi ni vitu vya wanangu vya shule. Wewe utanunuliwa na bibi yako. Bana, hebu nendeni kwanza. Mama mtu aliongea kwa hasira huku anaenda kumpokea mumewe. Risa alimshika mdogo wake mkono na kumwambia waondoke. Loveness na yeye hakuelewa chochote kinachoendelea. Alimfuata dada yake kama punda vile. Wakiwa njiani, Risa alimgeukia mdogo wake ama Loveness na kuanza kulia. Loveness, mdogo wangu, naomba muheshimu sana mama yako na kumpenda. Risa aliongea hivyo huku akifuta machozi. Kuna nini kwani dada? Mbona unalia? Loveness aliuliza huku akiwa amemshika Risa mkono. Hamna kitu chochote mdogo wangu. Risa alimshika Loveness na kuanza kuelekea zao nyumbani. Walifika nyumbani na kukuta bibi yao ameshaandaa chakula cha jioni. Kwa pamoja walijumuika mezani tayari kwa kupata chakula cha jioni. Poleni kwa safari wajukuu zangu. Bibi aliwapa pole wajukuu zake. Asante sana bibi. Wote walitikia kwa pamoja. Mbona mjaniambia ni yapi alitokea huko? Bibi aliuliza kwa mshangao. Wala hata bibi, hamna kipya kule. Ila tu mama Paulina alinipa hii hela nikupe. Risa aliongea huku akimkabidhi bibi yake ile 5,000 aliyopewa na mama yake. Mbona unamuita mama yako mama Paulina? Kulikoni hadi unafanya hivyo? Bibi alimuuliza mjukuu wake huku sura ikiwa imebadilika ghafla. Kwani kuna ubaya? Yule ni mama Paulina na wewe ndiyo mamangu na ndio bibi yangu. Anasubutu kweli kunipa 5,000 na anaelewa sina nguo za shule wala madaftari. Wanawafanya kazi kila mahali. Watoto wanakodishiwa hadi walimu wa kuwafundisha nyumbani. Alafu tunadhalilishwa na wanawe eti sisi ni wafanyakazi wapya. Inaingia kilini kweli bibi? Unataka kuniambia Paulina ajue kuwa mimi ni dada yake? Hapana bibi, naomba iwe mwisho na mwanzo kuniagiza kwa huyo mwanao. Risa alinyanyuka kwa hasira na kwenda chumbani kwake. Bibi yake alihitaji kumfuata lakini mumewe akamzuia. Mwache mtoto, hayo yote umeataka mwenyewe. Babu yake Risa alisema hivyo. Kwani mimi nimekosea wapi? Lakini bibi aliongea kwa huruma. Umemwendekeza huyo Fides. Ungemwacha mlee mwanae mwenyewe tokea akiwa mdogo, haya yote yasingetokea. Faustina amemlea mwanae Loveness hadi anaolewa, na hadi sasa hivi anamhudumia mwanae Loveness, sio kama huyo Fides. Babu alionekana kumtupia lawama zote bibi. Usisahau Faustina hajawahi kupata mtoto mwingine zaidi ya huyo Loveness. Ndio maana anampenda, maana ni mtoto wake wa pekee. Fides sasa hivi yupo kwenye ndoa na watoto wake wengine, hivyo hatuna haja ya kumlaumu sana. Bibi alionekana kumtetea mwanae Fides. Sio kweli, anapokea mshahara mzuri tu na mumewe ni tajiri. Anashindwa nini kujibana hata mara moja kwa mwezi atume 20,000? Utavuna unachokipanda. Babu na yeye aliondoka kwa hasira na kuacha chakula mezani. Bibi alibaki na mjukuu wake Loveness mezani. Hivi Loveness, imekuwaje huko mlikotoka? Mimi sijui chochote bibi. Nilishangaa tu dada Risa ananivuta kwa hasira hadi nje. Mlipofika mlimkuta mama mkubwa? Hakuwepo, walikuwepo tu watoto wake na wafanyakazi. Mimi na dada tukawasaidia wafanyakazi kazi ndogo ndogo pale nyumbani.
Kwa hiyo hamkupewa hata chakula? Hapana, tulipewa tu juisi, tena dada alikataa juisi na kunywa maji tu. Baada ya Loveness kuongea vile, na yeye alinyanyuka na kumfuata Lisa ndani. Bibi yao alibaki mwenyewe tu pale sebuleni. Lisa akiwa chumbani na Loveness, walianza kupiga stori. Hivi dada, unaweza kumchukia mama yako? Loveness alimuuliza Lisa. Siwezi kukujibu kwa sasa hivi, naomba ulale, kesho kutwa shule zinafunguliwa, Lisa alimjibu Loveness, kisha akaingia zake kitandani kulala. Siku iliyofuata, bibi alienda sokoni kuwanunulia watoto nguo za shule pamoja na madaftari yao ya kuanza mwaka mwingine wa masomo. Bibi alivyotoka sokoni, aliwaita wajukuu wake na kuanza kumpa kila mmoja vitu vyake ajaribishe. Wao bibi, asante sana. Kila unachoniletea mimi kimenitosha vizuri sana. Loveness alitoka chumbani akiwa amevalia sare za shule na viatu. Na kweli umependeza. Mbona huyo mwenzio hatoki humo chumbani? Bibi alimuuliza mjukuu wake Loveness. Wakati huo huo, Lisa alitoka akiwa hajavaa sare hata moja. Kulikoni? Mbona hujajaribisha sare nilizokuletea? Bibi alimuuliza Lisa. Hapana bibi, ila mimi sijazipenda hizi sare hata kidogo. Yaani bibi, unapenda kutunulia vitu vya kibibi wakati sisi bado ni wasichana. Naelekea kwa fundi kupunguza hii sketi na hili shati na hivi viatu na viuza, nitaenda mjini kununua vingine. Lisa alivyomaliza tu kuongea, akusubiri hata majibu au maswali kutoka kwa bibi yake. Haraka alitoka nje na kutokomea mtaani. Huyu mtoto huyu kwa kweli kanishinda tabia, bibi aliongea akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Bibi pole sana, ila mimi naamini dada Lisa ni utoto unamsumbua tu, muache tu atabadilika. Loveness aliongea huku akichuchumaa kumshika bibi yake kichwa. Ni kweli mjukuu wangu, ila amezidi huyu eti. Yaani kila siku ni yeye tu. Nachoka muda mwingine jamani. Bibi aliongea kwa masikitiko. Usijali bibi, kila kitu kitakuwa sawa tu. Ila lazima nimfundishe adabu leo, subiri arudi huko alikoenda. Bibi alinyanyuka na kuelekea zake nje. Baada kama masaa mawili hivi, Lisa alirudi na mfuko. Kabla kuingia ndani, bibi yake alimzuia huku akiwa na fimbo. Bibi yake alianza kumchapa. Baada ya kumchapa, Lisa aliingia ndani kwa hasira. Wewe Lisa, unaenda wapi? Na wakati hujaniomba msamaha? Bibi aliuliza kwa hasira. Niache, unawezaje kunipiga mbele za watu? Kwani sina haki ya kuchagua kile ninachokipenda? Au kosa langu ni lipi haswa bibi? Lisa aliuliza huku akiwa amemgeukia bibi yake. Una haki ya kuchagua kipendacho. Sasa kama nina haki ya kuchagua nikipendacho, kwa nini umenichapa? Lisa aliongea huku machozi yanamtiririka. Bibi yake alimfuata na kumbembeleza. Yeye mwenyewe hakupenda kumchapa mjukuu wake, ila tu ili aweze kuona kuwa ndani kuna wakubwa zaidi. Siku nazo zilisogea huku Lisa na Loveness walizidi kufurahia upendo wa bibi yao. Lisa akiwa anahitimu masomo yake ya kidato cha 6 na kufaulu vizuri kwenda chuo kikuu cha Muhimbili. Akiwa katika maandalizi ya kwenda chuo, hela ilipelea kama kiasi cha Laki5 hivi. Bibi yake ilibidi ampigie mama yake Lisa simu na kumweleza hali halisi. Aliwaambia kuwa atawatumia. Lisa alifurahi na kuona kwa mara ya kwanza mama yake anatuma Laki5 kwa ajili yake. Alifurahi mno. Baada ya muda kidogo, meseji ya hela iliingia. Mtu wa kwanza kuifungua alikuwa ni Lisa. Baada ya kusoma tu muamala, simu ilimdondoka. Lisa hakuamini kila alichokiona kwenye simu. Taratibu machozi yalianza kumtiririka. Wakati analia, meseji iliingia kwenye simu. Mama, nimetuma hiyo 20,000 na imani itawasaidia sana. Lisa alichoka. Kwanza tu, nywele iliyosukwa kichwani ni 30,000. Aliangalia simu iliyonunuliwa na bibi yake ni ya Laki2. Aliangalia laptop ni ya Laki5. Alisimama na kusema kuwa kwa kuwa umetangaza vita na mimi, basi mimi nitajibu mashambulizi. Haijalishi wewe ni mama yangu au la, ila siwezi kuendelea kuvumilia ujinga. Lisa alichukua simu ya bibi yake na kuirudisha ile hela kwa mama yake. Alimtumia meseji, tunashukuru kwa hela yako,
Mwenyezi Mungu akubariki upate zaidi ya hiyo. Ni mimi mwanao usiyempenda Lisa. Baada ya kutuma ile meseji, aliblock mamake na kurudisha simu kwa bibi yake. Wakiwa wamekaa na bibi yake, wewe Lisa, huyo mama yako hajatuma hiyo hela hadi sasa hivi? Katuma nikamrudishia. Anatutumiaje 20,000? Ni mama wa aina gani asiyependa maendeleo ya mwanae? Kwa kweli mie tabia ya mama Paulina imenichosha. Wewe Lisa, umechanganyikiwa. Huyo ni mama yako tu, haijalishi anafanya mangapi ambayo yanakukwaza wewe. Na mimi nasema hivi, siwezi kuendelea kuvumilia ujinga. Utanisamehe kwa hilo. Kama vipi tuuze hii laptop ili ada ipatikane? Hapana mjukuu wangu, kila kitu kitakuwa sawa. Babu yako ameshaongeza hiyo ada, kwa hiyo kuwa na amani. Kweli bibi? Ndiyo, sisi tunataka usome mpaka pale utakaposema mwenyewe inatosha. Nashukuru sana bibi yangu. Yaani upendo ninaopata kutoka kwenu sijawahi kujutia. Kwa nini hao wazazi wangu wamenitelekeza? Nawapenda sana. Hujatelekezwa mjukuu wangu. Sisi tupo hapa hadi mwisho wa safari yako. Kuwa na amani kabisa. Bibi, na kuahidi kusoma kwa bidii sana. Yaani nitakuja kujenga hii nyumba nzuri kuliko hata ile ya mama. Mtu na bibi yake walikumbatiana kwa furaha mno. Hatimaye Lisa alienda zake chuoni, huku akiacha ahadi ya kusoma kwa bidii na kubadilisha maisha ya bibi yake pamoja na babu yake. Lisa alipofika chuo, alienda katika hosteli ambayo alipangiwa. Kama kawaida yake, hakutaka mazoea na mtu kabisa. Kwenye grupu la chuo la WhatsApp, walikuwa wakitangaza watu wanaogombea urais wa chuo. Lisa alikuwa hafuatilii chochote, maana hakuwahi wala kutamani kuwa kiongozi. Akiwa amejipumzisha zake hosteli, alikuwa akipitia tu simu yake. Wakati anazidi kuperuzi, mara simu yake iliita. Hello, mambo Lisa? Poa, naongea na nani? Lisa aliuliza hivyo, maana namba ilikuja bila jina. Usiwe na hofu. Nitajitambulisha tu kwako, ila nilikuwa naomba unipigie kula, mimi ni mgombea katika ngazi ya urais hapa chuoni. Kabla hatajamaliza, Lisa alikata ile simu, maana hakupenda kabisa kujihusisha na mambo ya uongozi. Siku 2 kabla ya uchaguzi, majira ya saa 4 za usiku, Lisa alikuwa anatoka chuoni kuelekea hosteli. Palikuwa pana kaumbali kidogo kutoka chuoni hadi hosteli. Akiwa njiani, alishangaa kuzuiwa njiani na vijana wawili. Wale vijana walisimama mbele ya Lisa. Tunaomba utoe kila kitu ulicho nacho. Wale vijana waliongea huku wakianza kumsogelea Lisa. Jamani, mimi sina kitu chochote kile. Naomba mniache niende zangu. Lisa aliongea kwa sauti ya upole huku akihofia kunyang'anywa vitu alivyokuwa navyo. Wale vijana wawili walianza kumfuata Lisa, lakini kabla hawajamfikia, kuna kijana alikuwa anapita maeneo yale na kuona lile tukio. Hey, mwacheni huyo binti haraka sana. Ilisikika sauti kutoka upande wa pili. Wote waligeuka na kuangalia ni nani huyo anayewatisha. Wale vijana walipomwangalia vizuri, wote walikimbia na kumwacha Lisa pale. Lisa aligeuka ili aweze kumshukuru yule kijana. Nashukuru sana kakaangu. Lisa aliongea kwa unyenyekevu mkubwa sana. Usijali, naweza kukusindikiza hadi hosteli kwenu. Yule kijana alimsaidia Lisa begi na walianza kuelekea hosteli. Unaitwa nani? Yule kijana alimuuliza. Naitwa Lisa, na wewe je? Yule kijana baada ya kusikia jina la Lisa alicheka kwa dharau. Hatimaye tumekutana. Si upo chuo mwaka wa kwanza? Ndiyo, kwani umenifahamia wapi? Naitwa Abdul, ni mgombea kiti cha urais. Nilishawahi kukupigia simu ukanikatia bila shaka. Ndo wewe? Abdul aliongea huku akimpa Lisa begi lake. Ya, ndo mimi. Ila mbona kama nakufahamu? Kabla hajamaliza, Abdul alikuwa ameshaondoka zake, lakini alimwacha Lisa na maswali ambayo hayana majibu. Lisa aliingia ndani haraka na kuchukua simu yake. Aliingia katika grupu la chuo na kuanza kufuta picha za wagombea nafasi ya urais. Wa kwanza aliitwa Alex. Alizidi kutafuta hadi pale alipokutana na picha ya Abdul. Lisa alifurahi sana kwa kuwa hisia zake zilienda sawa. Oh, Abdul jamani, kweli una nyota ya uongozi.
toka nipo kidato cha pili wewe ni kuongoza tu jahazi. Nikupigie kula bana. Risa alifurahi sana baada ya kufahamu kuwa Abdul ambaye alishawahi kusoma shuleni kwao. Siku iliyofuatia ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Kila mmoja alimpigia kula mtu ampendaye. Risa alitamani hata kupiga kula mara mbili ili Abdul tu ashinde. Matokeo yalitangazwa na Abdul aliibuka kuwa kiongozi au rais wa chuo cha Muhimbili. Furaha ambayo alipata Risa ni zaidi hata ya Abdul. Risa alienda dukani na kununua saa kwa ajili ya kumzawadi Abdul. Alizunguka chuo kizima lakini hakuweza kumwona Abdul ili aweze kumpongeza. Majira ya saa 5 ya usiku, meseji iliingia kwenye simu ya Risa. Hata usiponipongeza bado nitazidi kuwa bora tu. Moja kwa moja alifahamu meseji ile imetoka kwa Abdul. Na kuomba hapa hosteli kwetu kama utojari. Hapana, wewe njoo huko hosteli kwetu. Naogopa ise. Kama utaki basi mimi nalala zangu. Risa aliwaza na kuona aliwalo na liwetu. Poa, nakuja. Risa aliamka na kuvalia trouser na blauzi pamoja na sweta. Alichukua begi lake dogo la mgongoni, akaeka huko saa ambayo alimnunulia Abdul. Alifika hosteli na kupokelewa na Abdul. Alipofika hakuamini macho yake kwa kile alichokiona. Risa alishangaa sana baada ya kuona watu wamekaa sebleni, wa kike pamoja na wa kiume. Alijiuliza, hapa ni hosteli au ni nyumbani kwa mtu? Akiwa na waza, alikaribishwa na Abdul hadi kwenye sofa la watu wawili. Karibu kae Risa, japo umechelewa ila nafurahi kwa kufika hapa. Nashukuru, Risa alijibu kwa aibu, maana hakutegemea kama angeweza kukuta watu wote pale. Abdul baada ya kuona Risa anaona aibu sana, alimshika mkono hadi kwenye chumba kimoja ambacho kilikuwa kimetandikwa vizuri sana. Risa, samani kwa kukuleta humu, ila naona kama vile unahisi aibu sana, Abdul aliongea huku akimwachia mkono Risa. Asante sana, ila ondoa hofu kuhusu mimi, niko salama kabisa. Sawa, ngoja nikakuletea walau kinywaji. Abdul alitoka na kumwacha Risa mle chumbani. Kitendo cha Abdul kutoka, Risa alianza kushangaa mule ndani. Macho yake yalikuja kutua katika picha ya Abdul ambayo ilikuwa ukutani. Risa alibaki anaishangaa tu ile picha, maana sio kwa muonekano mzuri aliyokuwa nao Abdul. Mara aliingia Abdul akiwa na sahani ya nyama choma, pembeni pakiwa na ndizi zilizorostiwa. Risa alijisemea moyoni, kwa hiyo umeamua kuniloga au umehisi tu napenda tu msosi? Utanisamea Abdul, lazima nile tu, hata kama urahisi mimi sio mstaarabu. Abdul alimtoa katika hayo mawazo. Hey Risa, mbona kama una mawazo? Nimeacha laptop yangu kitandani, alafu pale huwa tunaibiwaga mara kwa mara. Risa aliona ongope tu. Usijali Risa, utaikuta salama. Karibu tule. Ngoja nakuja. Abdul alitoka nje na kurudi na glasi 2, moja na juisi. Njoo tule, maana mimi mwenyewe sijala tokea asubuhi. Kwa nini hukula sasa? Nilizani sitoshinda. Baada ya kushinda ndo marafiki zangu wamenifanyia pati ya kushitukiza kwa ajili ya kunipongeza. Ongera. Risa aliingiza mkono kwenye begi ili atoe saa ambayo alimnunulia kwa ajili ya Abdul, lakini kabla hajatoa alishikwa mkono na Abdul. Mkono ule alikuwa amevalia saa ya gold. Hakika ilionekana nzuri sana hadi Risa akahisi huenda yake ikaonekana ni mbaya. Unatoa nini? Njoo ule kwanza. Risa alitoa mkono na kwa bahati mbaya ile zawadi ilidondoka bila yeye kujua. Walikula na kufurahi kwa pamoja. Muda wote Abdul macho yake yalikuwa kwa Risa. Alianza kumkagua kuanzia kwenye macho, mdomo na mwisho alitua katika kifua cha msichana Risa kilichoonekana bado kibichi kabisa. Abdul alijisemea moyoni, wewe ni mzuri sana Risa, upo vile kama ulivyokuwa shuleni tu. Nashukuru Abdul, ila naomba nikuulize. Risa alishukuru kwa chakula. Usijali Risa, ni mambo ya kawaida. Uliza. Mbona kama nakufahamu? Mimi? Hapana, umekosea bana. Abdul aliongea kwa utani. Wewe hapo nakufahamu.
Twende bwana, muda umeenda au unalala? Abdul aliamua kukwepa maswali ya Lisa. Silali. Nirudishe hosteli. Abdul alimsindikiza Lisa hadi hosteli na kumwaga. Baada ya hapo, Abdul alirudi hadi kwake. Alihakikisha milango imefungwa vizuri, kisha aliingia chumbani kwake tayari kwa kulala. Wakati anataka kuzima taa, aliona kama kiboksi chini. Aliinama na kukichukua. Alifungua na kukutana na saa pamoja na ujumbe. Hongera sana Abdul, una nyota ya uongozi, Mungu akutangulie. Abdul alitabasamu kwa furaha. Alihifadhi ile saa na ujumbe wake, kisha alipanda kitandani kujipumzisha. Kabla ya kulala, alimtumia message Lisa, uwe na njozi njema Marikia. Abdul baada ya kutuma ule ujumbe, aliweka simu yake pembeni na kulala. Alfajiri na mapema, Lisa aliamka kitandani kwake na kumshukuru Mungu. Baada ya hapo, alichukua simu yake. Message ya kwanza kufungua ilikuwa ni Abdul. Alitabasamu sana. Baada ya kukuta Abdul alimtakia usiku mwema. Pia alituma message ya kumwamsha. Za asubuhi mlembo, naamini umeamka salama. Lisa alicheka, kisha na yeye alimjibu Abdul, nashukuru Mungu nimeamka salama, sijui wewe uko ulipo. Abdul akiwa anajiandaa kwenda chuoni, alisikia message imeingia kwenye simu yake. Alisogea kwa kuchukua simu yake, kisha aliusoma ujumbe. Alicheka baada ya kuona ujumbe umetoka kwa Lisa. Bila kuchelewa aliamua kumpigia. Hello Lisa, how are you? Niko poa, sijui wewe. Niko poa Lisa. Vipi, ushaenda chuoni au nikupitie? Bado ndo najiandaa hapa ili niweze kutoka. Sawa, naomba nikupitie kama utojari. Hapana, nitakuchelewesha, wewe nenda tu. Kuwa na amani kabisa Lisa, nitakupitia, usiwe na hofu. Abdul alikata simu. Lisa alibaki anacheka tu, hana la kusema. Lisa alijiandaa haraka. Wakati anamaliza kujiandaa, alikuja msichana mmoja mweupe wastani, mwembamba wastani, kaachia nywele zake. Mkononi alikuwa kashikilia simu yake ya gharama sana. Alimsogelea Lisa na kuanza kumwangalia kwa dharau. Hivi wewe unaanza kutembea na mume wangu mtarajiwa kweli? Samani, unaongea na mimi? Lisa aliongea huku akiwa amemgeukia yule dada. Kwa hiyo unahisi naongea na nani labda? Yule msichana alimsogea Lisa karibu zaidi. Naitwa Queen. Uliza taarifa zangu hapa chuoni na hosteli utazipata. Kama unatafuta vita na mimi, endelea kuwa karibu na Abdul. He is my friend. Yule ni rafiki yangu tu. Sasa nakushangaa sana unavyoonekana kunipaniki. Hata urafiki naye staki. Kaa mbali naye. Nimepata taarifa zako jana kuwa uliingia chumbani kwa mume wangu. Tafadhali sana Lisa, usitaki kuonyesha ni kiasi gani nilivyo mkorofi. Pole sana kwa hilo. Naomba unipishe niondoke zangu. Lisa alikuwa anataka apite ili aende zake chuo. Mara Abdul alimpigia simu. Hey Lisa, toka nje, mimi nipo hapa tayari. Sawa. Queen alimnyang'anya ile simu na kuitupia kitandani. Kwa hiyo mimi naongea na wewe alafu najikuta upo busy, si ndio Queen, tafadhali sana, naomba unipishe niende chuoni. Sipendi ugomvi. Wakati wanabishana, Abdul alikuwa anasikia kila kitu. Aliamua kuuliza wasichana wengine hosteli ya Lisa na alionyeshwa. We kerebu, tena ukome kunitaja jina langu ovyo. Queen alinyanyua mkono ili kumpiga Lisa, lakini lile kofi lilizuiliwa na Abdul. Queen alijikuta amempiga Abdul. Abdul alikinga lile kofi na kupigwa yeye. Queen alistaajabu sana baada ya kumwona Abdul yupo mbele yake. Abdul. Queen aliita kwa mshangao, lakini Abdul hakutaka kuongea chochote kile. Alichokifanya, alimkamata Lisa mkono hadi nje. Samani Lisa. Bila samani Abdul. Usiweke sana ili jambo kichwani kwako. Usijali sana, ila Abdul alimnyamazisha Lisa. Hakutaka kuona Lisa analalamika kwa kitu chochote kile. Waliongozana hadi chuoni kwao. Abdul alimwaga Lisa na kuingia darasani kwao. Abdul akiwa darasani, rafiki yake mmoja alimfuata. Mambo sio mabaya, naona ushamiliki kile kifaa cha mwaka wa kwanza.
punguza masiala msela wangu. Hapa kwanza tayari Queen kashaanza kumfuatilia dada wa watu. Kwani wewe na Queen bado mna mahusiano ama? I say, yule mwanamke ananifanya niwe chizi yani. Nishachoka vituko vyake. Basi tu, sitaki kumvunjia heshima, ila huku tunakuelekea atanichukia. Ila mimi siwaelewagi kabisa, maana mpo kama vile ampo kwenye mahusiano eti. Utaelewa tu, siku sio nyingi. Abdul alinyanyuka zake na kutoka nje. Nje hapo palikuwa pakaliki. Muda wote alikuwa akimwazia Lisa. Abdul hakuona umuhimu wa kuendelea kujitesa wakati muhusika yupo. Alichukua simu yake na kumtumia message Lisa. Lisa, naomba leo tupate chakula cha jioni kwa pamoja. Message ilionyesha kabisa imefika, lakini muhusika hakujibu chochote kile. Jioni Abdul aliandaa chakula na kuweka kila kitu sawa. Aliamini lazima Lisa angeweza kufika tu. Alisubiri hadi akaanza kusinzia, lakini Lisa hakutokea. Abdul kwa hasira alienda kulala bila hata kula. Siku inayofuata Abdul alituma tena message, lakini haikujibiwa. Alipiga, lakini pia haikupokelewa. Abdul alijisemea moyoni mwake, lazima Lisa ameamua kunichukia kwa sababu ya huyu Queen. Sawa. Alitembea hadi darasa analosomea Lisa na kuchungulia kama anaweza kumuona, lakini watu walikuwa ni wengi, hivyo kumuona ingekuwa kazi sana. Wakati anataka kuondoka, alipita msichana mmoja ambaye huwa anapenda sana kutembea na Lisa. Abdul alivyomwangalia vizuri, alimkumbuka, na yule msichana alivyomwangalia vizuri, na yeye alimkumbuka. Abdul aliita kwa mshangao, "Ya Veronica." Kumbe walikuwa wakifahamiana bwana. Sikutegemea kama na wewe ungeweza kusoma chuo kama hiki. Kwa nini? Au sina haja ya kusoma kwenye chuo kama hiki? Hapana, ila nilitegemea utakuwa nchi za nje. Hapana, ila mwakani ndo naenda kumaliza masomo yangu huko nchi za nje. Nimefurahi sana kukuona jamani, ila nina haraka kidogo. Unaenda wapi kwani? Yule rafiki yangu Lisa anaumwa karazwa. Sijui kama unamkumbuka. Abdul alishtuka sana kuzipokea zile taarifa. Tatizo nini kwani? Nitakueleza, ila sasa hivi nawahi daladala ili nimpelekee kifungua kinywa. Ngoja nikupeleke na gari mara moja. Abdul alimshika mkono Veronica hadi kwenye parking ya gari ya chuo. Alichukua gari na kuendesha kwa mwendo wa haraka hadi hospitalini. Waliruhusiwa kuingia wodini kumwona mgonjwa wao. Abdul alipofika alishangaa sana kwa kile alichokiona. Lisa alikuwa amelala kitandani huku akiwa ametundukiwa drip ya maji. Kichwani alikuwa amefungwa bandeji kama vile kuna mtu alimpiga. Abdul kwa upole alimsogelea Lisa. Mungu wangu, ni kitu gani kimemkuta Lisa jamani? Abdul aliongea akiwa ameshika mkono wa Lisa. Abdul, hebu nimfanyie usafi kwanza, alafu tutakuja kuongea. Veronica alimwomba Abdul aweze kutoka nje ili aweze kumfanyia usafi Lisa. Abdul bila ubishi alitoka zake nje. Ndani alibaki Veronica akiwa anamfutafuta rafiki yake. Lisa alifumbua macho na kumwangalia Veronica. Asante sana Veronica, wewe ni rafiki bora kwangu. Siku nitakupenda daima. Lisa aliongea huku akilia. Usilie bana, nipo kwa ajili yako. Kamwe sitokuacha au kukutelekeza kwa chochote. Veronica alimuondoa wasiwasi rafiki yake. Sawa, wahi vipindi vyako vya darasani ili uje unifundishe mlichofundishwa na mimi. Sawa, ila kuna mgeni wako anahitaji kukuona. Veronica alitoka nje kumuita Abdul. Lisa alivyomwona tu Abdul, sura yake ilibadilika ghafla. Veronica, naomba mtoe nje huyo kiumbe. Sitaki hata kumuona. Matatizo yote haya ndo kasababisha. Please mtoe nje. Lisa alikuwa anaongea kwa taabu sana. Lisa, kumbe ulishawahi kukutana na Abdul kabla. Veronica, tutayaongea hayo, ila sitaki kumuona huyu kaka mbele ya macho yangu. Namchukia. Abdul akutaka Lisa azidi kulia. Alichofanya yeye kutoka nje kumsubiri Veronica. Sikuelewi ujue Lisa. Mbona umemfukuza kaka watu hivyo bila hata huruma jamani? Hujui tu Veronica, yule Queen aliyetuma watu wanipige ndo mpenzi wake Abdul.
Sasa kuna haja gani ya kujiweka karibu na Abdul? Bado nina safari ndefu sana, hivyo naomba tu huyo kaka akae mbali na mimi. Veronica hakutaka kuendelea kumpa machungu rafiki yake zaidi ya kumwacha apumzike, na yeye alitoka nje hadi alipokuwa amesimama Abdul. Abdul, Lisa alimuita Abdul. Abe Veronica, nakuomba mwambie huyu anayejiita Queen akae mbali na rafiki yangu. Lisa anapoguswa ni sawa na mimi nimeguswa. Tafadhali tena naomba umfikishie salamu zangu. Kumbe ni Queen kafanya haya yote? Hilo ndo jibu. Tuondoke, maana nimechukizwa sana na hichi kitendo. Sawa, lakini utaufahamu tu kweli, siku sio nyingi. Ukweli upi zaidi ya huu Abdul? Yaani kumbe haupo kama zamani eh? Kweli hii ndo dunia. Sijabadilika, ila huwa uvumilivu kinishinda lazima nivae sura ya chui. Wewe subiri Lisa apone, nitakuonyesha. Sawa, nitasubiri. Waliongozana kwa pamoja hadi jioni. Kila mmoja aliingia darasani kwake. Abdul akumfuata wala kumuuliza Queen chochote. Alikaa kimya kama vile hafahamu chochote kile kilichotokea. Baada ya siku 2, Lisa aliruhusiwa akiwa amepata ahueni. Alikaa hosteli kama siku 4 na akapona kabisa. Veronica alimfuata na kumwomba amsindikize kwenye pati ya rafiki yake usiku huo. Lisa bila ubishi alikubali. Upande wa Abdul, naye alimfuata Queen na kumwalika kwenye peti ya usiku. Queen alifurahi sana, tena sana. Alijiona yeye ndio amna wa kumwambia chochote. Queen na Lisa wote walialikwa kwenye pati moja bila wao kufahamu. Watu wengi sana walikuwa wamehudhuria kwenye pati hiyo. Kila mmoja alikuwa akihudumia chakula na kinywaji ambacho alitaka. Veronica na Lisa na wao hawakuwa mbali, walikuwa wakila na kufurahi. Jukwani Abdul alisimama akiwa amependeza sana. Alichukua maiki na kuanza kuongea. Karibuni wote mlioweza kufika katika pati hii. Lisa alipomwona Abdul alitamani hata kuondoka ukumbini, lakini Veronica alimzuia. Siku ya leo nipo hapa kwa ajili ya kumtambulisha mwanamke wa maisha yangu, mwanamke aliyefanikiwa kuuteka moyo wangu. Queen alijua kabisa ni yeye ndo atatambulishwa. Hakufahamu hata Lisa na yeye yupo pale. Wengi mlikuwa mnaisubiri sana hii siku, na mimi nitatoa majibu ya maswali ambayo yalikuwa yanaumiza vichwa. Queen, nakuomba uje mbele tafadhali sana. Queen kwa madaha yote alisogea mbele, akajua tayari ameshatambulishwa. Huyu hapa mbele yenu anaitwa Queen. Ni mwanamke mrembo sana, kuanzia macho, mdomo hadi kushuka chini ameumbika sana. Abdul aliongea huku anamkagua Queen. Upande wa Lisa, uzalendo ulianza kumshinda. Queen, abe. Queen aliitika kwa madaa yote. Hakika wewe ni mwanamke mrembo sana. Nashukuru sana. Lakini naomba nimlete mwanamke mwingine hapa mbele yenu. Abdul alitembea hadi kwenye meza waliokuwa wamekaa wakina Lisa. Alimpa mkono Lisa na kumwomba waongozane hadi mbele. Lisa kwa sababu ya watu waliokuwepo pale, alinyanyuka na kuongozana na Abdul hadi sehemu husika. Huyu hapa anaitwa Lisa. Simnamfahamu sana, ila ni mwanamke mwenye hekima sana. Amejaliwa busara na Mwenyezi Mungu. Abdul alinyamaza kimya. Lisa, wewe ni mzuri, ila uzuri wako umezidi kutokana na maamuzi yako ya busara. Queen, muda wote macho yalikuwa yanamtoka tu. Queen, hivi Lisa ni mwanamke wa aina gani? Maana simfahamu kivile. Abdul alimuuliza swali Queen huku akimpa maiki ya mjibu. Queen alitabasamu na kusema, mimi mwenyewe simfahamu sana, ila kwa ninavyosikiaga ni mpole tu kwa nje, ila ni mwanamke ambaye hajielewi kabisa. Pia mimi kama mwanamke mwenzie na mshauri aache kutembea na wanaume wa watu. Hivyo tu Abdul. Queen alimpa maiki Abdul huku moyoni mwake akiona amemweza sana Lisa, lakini wala Lisa hakuonyesha kushtuka kwa jambo lolote lile. Asante sana Queen. Nizamu ya Lisa. Hebu tuambie Queen ni mwanamke wa aina gani? Lisa na yeye alipewa maiki ili aweze kuongea alichonacho ndani ya moyo wake. Simfahamu sana huyu dada, ila kwa muonekano anaonekana ni mwanamke mstaarabu sana.
Lisa alimpa Abdul maiki. Hata Queen hakutegemea kuambiwa maneno ya busara vile. Abdul alicheka sana na kusema, sikuwahi kumwaibisha mwanamke tokea nimezaliwa, maana ni mtu wa thamani sana katika hii dunia. Queen, sijui wewe ni mwanamke wa aina gani? Yaani mbele ya umati wa watu unasema eti Lisa anatembea na wanaume za watu. Sikutegemea kama wewe ni mjinga kiasi hiki. Lisa, na wewe mambo yote ulioyafanya bado amekustiri na kusema wewe ni mstaarabu. Queen, nisamehe, ila nahitaji leo watu wafahamu ukweli. Queen, sikuwahi wala kufikiri kukutongoza, ila ulitangaza kila kona na kila upande wa hapa chuoni kuwa mimi ni mpenzi wako. Nilikaa kimya ili kuulinda heshima yako. Uliona ni upuuzi, ukuchoka na ukaanza kumfuatilia Lisa, mwanamke ambaye ndio chaguo la moyo wangu. Ulituma watu wakampige na alilazwa hospitalini wiki nzima bila kuingia kwenye kipindi kwa sababu yako. Nikiwa kama kiongozi wa chuo na uwezo wa kukuchukulia hatua, lakini sitofanya hivyo. Ninachoomba ukae mbali na Lisa. Ukimgusa yeye ni sawa umemgusa mimi. Queen alitoka pale machozi yanambubujika kwa aibu, maana Abdul alimwaibisha haswa, kitu ambacho hakutegemea kabisa kama kingeweza kutokea. Lisa hakuwa na kipingamizi, alibaki ameganda kama vile amepigwa na shoti. Kwa aibu Lisa na yeye alianza kuondoka, lakini Abdul alimfuata na kumkumbatia. Nashukuru sana Lisa, nina furaha kwa kuwa umepona. Nakupenda sana Lisa. Watu wote walipiga makofi, yaani ilikuwa ni zaidi ya furaha. Kila mtu alimchukua mtu wake na kuanza kucheza. Lisa alishikwa kiuno na Abdul huku wakicheza taratibu. Muda wote Lisa alikuwa anamwonea aibu Abdul. Baada ya pati, Abdul aliongozana na Lisa hadi kwake. Lisa, nisamehe. Usijali Abdul. Lisa kuangalia, alimwona Abdul kavaa ile saa yake. Abdul, hiyo saa umetoa wapi? Maana nilipoteza eti. Hii saa ni ya mwanamke nimpendaye. Alidondosha chumbani kwangu. Ah, sawa. Lisa aliona aibu. Njoo ulale hapa nikwambie kitu. Abdul alimwomba Lisa alale katika mapaja yake amwambie kitu. Lisa bila ubishi alienda. Unajua Lisa, nakupenda sana. Yaani siku nilipokuona tu kwenye ile grupu la chuo, nilifurahi sana. Toka zako hapa. Kweli eti, ila nashukuru sasa hivi upo katika mikono yangu. Mimi pia nashukuru. Tokea siku hiyo, Abdul na Lisa walifungua ukurasa mpya wa penzi lao. Kila mmoja alitoa hadi kwa mwenzie nyingi sana. Siku zilisogea na Abdul alitakiwa ende India kumaliza masomo yake. Kazi ilikuwa angeanzaje kumwaga mpenzi wake. Wote walikuwa likizo. Abdul alienda kwao Morogoro na Lisa alikuwa nyumbani kwao Arusha. Lisa siku hiyo alikuwa yupo zake na bibi yake wanapiga stori. Siku hizi umebadilika, auongengei sana, kulikoni? Ah bibi, umeanza tena. Hapana, mimi nimekuuliza tu. Kwani kuna ubaya wowote ule? Hamna ubaya wowote ule, ila mimi ndo rafiki yako. Bibi aliongea huku anacheka. Bibi, eti rafiki yangu. Hivi kwanza nani katoa amri vitabu vyangu vipeleke kwa mama Paulina? Mjukuu wangu. Yule ni mama yako na ameomba wadogo zako nao wakajifunze. Vile vitabu ni mali ya Loveness na sio mtu mwingine tena. Naenda kuvifata huko sasa hivi. Lisa alinyanyuka na kuingia ndani. Alivaa trouser na blouse moja nzuri sana. Alichana nywele zake vizuri sana. Kisha alichukua simu yake na kutoka nje. Hey Lisa, wewe unavaa trouser mjukuu wangu? Kweli watu wanabadilika. Bibi, mimi natoka baadaye. Naenda kwa huyo anayejiita mama wangu. Lisa alitembea hadi kwa mama yake. Alifika na kufunguliwa geti na mlinzi. Alitembea moja kwa moja hadi sebleni. Alifika na kukuta familia nzima imekaa sebleni. Kila mmoja yupo bize na simu yake, huku watoto wakiangalia TV. Lisa alipofika nyumbani kwa mama yake, aliangalia kila kona. Sofa la watu wawili. Alisogea na kwenda kulala pale. Wote walishtuka na kumwangalia Lisa. Wewe Lisa,
tabia gani hiyo unapita bila hata kusalimia? Mama yake Lisa alimuuliza Lisa, kwani kuna ubaya au? Lisa alijibu huku anachezea simu yake, hamna ubaya. Nahisi unaona umekuwa sana. Kwanza nani kakupa ruksa ya kukaa kwenye hilo sofa? Haya, shikamoo mama Paulina na baba Paulina. Nimefuata vitabu vyangu, Lisa aliongea huku akiwa amesimama. Hivi wewe, si ushamaliza? Sasa unahitaji vitabu vya nini tena? Nimesema hivi, nahitaji vitabu vyangu. Nyie si ni matajiri, mnashindwa nini kuwanunulia watoto wenu vitabu? Yaani mtoto una roho mbaya wewe. Ndiyo, nina roho mbaya. Kwani wewe inakuhusu nini? Kama nimerisi kwa baba yangu, je? Hebu nipeni vitabu vyangu, tena mkome kunifuatilia maisha yangu. Nani kakufuatilia? Au wewe ndio unataka uje uishi hapa? Ila unakosa pa kuanzia. Tena naomba tuheshimiane. Mimi nije nikae hapa ili iweje? Au kuna kitu gani ambacho nimekosa kwa bibi yangu? Hebu mleteni hayo vitabu vyake. Asitupigie makelele yake hapa. Nashukuru, mimi nawapigia makelele. Haya yote ni zawadi ambayo amenipa huyu Mungu wangu. Ipo siku tu na mimi. Paulina alitoka na hivyo vitabu, kisha akavitupia chini. Lisa aliinama na kuokota vitabu vyake. Aligeuka na kumwangalia mama yake, kisha na huyo Paulina aliondoka bila hata kuaga. Alipofika nyumbani, alimwadisia bibi yake kila kitu ambacho kimetokea. Siku iliyofuata, Abdul alifunga safari hadi Arusha bila kumwambia Lisa. Alipofika, alienda kuchukua chumba katika hoteli maarufu sana Arusha, ijulikana kwa jina la Mountain Meru Hotel. Ni hoteli ambayo inajulikana Arusha kwa kutoa huduma nzuri sana. Abdul baada ya kuchukua chumba, alichukua simu yake na kumpigia Lisa. Hello Malikia wangu. Hello pia. Vipi, mzima wewe? Mzima, ila nimekumisi sana Lisa. Nimekumisi pia. Njoo basi nikuone. Lisa aliongea kwa utani. Kweli, nikija utakuja sehemu niliopo? Ya, hata kutoroka nitatoroka. Sawa, nipo Arusha. Njoo basi nikuone. Nini? Kuwa serious hata kidogo basi Abdul. Lisa aliongea kwa kutahamaki kidogo. Ngoja nikutumie picha. Abdul alikata simu na kutuma picha WhatsApp. Lisa baada ya kuona alihisi kupagawa kabisa. Abdul, mbona umekuja kwa kunishtukiza hivyo? Kwa sababu nakupenda ndio maana. Sasa nitatokaje mimi jamani? Labda nije baadaye saa 3, bibi atakuwa kashalala. Maana kulala nje ya nyumba ni noma. Sawa, nakusubiri. Saa 3 Lisa alitoroka na kumfuata mpenzi wake hotelini. Huko walifurahi na kufanya kile ambacho kinafanya mtu na mpenzi wake. Abdul saa 9 ya usiku alimwamsha mpenzi wake. Lisa, naomba unisamehe. Mimi naenda India kumaliza masomo yangu. Baada ya miaka 5 nitarudi tufunge ndoa. Abdul, kwa nini umefanya hivyo? Unadhani utaniacha mimi na nani? Nisamehe mpenzi wangu. Naahidi kutokukusaliti kamwe. Hata mimi, ila naomba usinisahau. Lisa alimruhusu mpenzi wake kwenda kumaliza masomo yake. Baada ya miaka 2, Lisa alionekana akiwa na mtoto wa kike ambaye alikuwa amefanana sana. Nyumbani kwa bibi yake alipafanyia marekebisho. Baada tu ya kumaliza masomo yake ya chuo kikuu, Lisa alibahatika kuajiriwa katika hospitali kubwa ya Muhimbili. Mshahara wake wa kwanza aliugawa katika mafungu 5. 100,000 alimtumia bibi yake, lakini nyingine alimtumia bibi yake. 50,000 akamtumia mamdogo wake ambaye ndo mama yake Loveness. 50,000 nyingine alimtumia mama yake mzazi. Iliyobaki alinunua vitu na kwenda kuwatembelea watoto yatima. Baada ya kugawa hiyo hela, kila mmoja alimpigia simu na kumshukuru sana. Wengine walimwombea baraka tele katika safari yake ya maisha. Lisa alibaki ameshika simu akisubiri asante kutoka kwa mama yake, lakini cha kushangaza, zilipita siku na miezi, mama yake hakupiga simu wala kutuma meseji ya asante. Lisa alimwambia Mungu wake, nashukuru Mungu kwa kuwa nimefanya kile ninachostahili kama mtoto. Baada ya miezi 5, Lisa alianza ujenzi wa nyumba kwa bibi yake. Kwa kuwa hela ilikuwepo, basi hakupata tabu yoyote. Nyumba yake ilikamilika kwa wakati. Hatimaye aliwakabidhi walezi wake ile nyumba.
alimwambia bibi yake kuwa yeye ndio atamsomesha Loveness hadi pale atakaposema basi inatosha. Ni mwaka mmoja tayari tokea akamilisha ujenzi wa nyumba ya bibi yake. Lisa aliishi katika nyumba ya kupanga, lakini alifurahi kwa kuwa ametimiza ahadi aliyoitoaga kwa bibi yake. Lisa alipata wazo kuwa bibi yake huwa anashindwa kwenda kanisani kwa kuwa tu hana usafiri. Alichofanya, alichukua mkopo na kununua gari kwa ajili ya bibi yake pamoja na babu yake. Pia aliwawekea mfanyakazi wa ndani pamoja na dereva. Hamna aliyejua maisha ya Lisa, lakini kitendo cha kuwafanya babu yake na bibi yake kama wafarume na malkia, kila mmoja alifurahi sana. Ukiwa ni mwaka wa 3 sasa tokea Abdul aondoke, Lisa alikuwa taratibu ameshaanza kukata tamaa. Alimwangalia mwanae na kusema, wewe ni mzuri sana Amina, ila tatizo babako ametutelekeza. Lisa alibweka huku akilia na mwanae alikuwa amelala. Siku iliyofuata Lisa alipewa kadi ya mwaliko wa kuvalishwa pete ya uchumba. Lisa alijiandaa vizuri kwa furaha. Alijikuta ana furaha kuliko siku zote. Baada ya kufika ukumbini, kumbe Abdul aliamua kusoma miaka 3 tu na alirudi kumvalisha pete mpenzi wake ya uchumba. Lisa alifurahi sana. Alimpeleka kwa bibi yake na kwenda kumtambulisha. Pia hakumtenga mama. Alimpeleka Abdul na kwenda kumtambulisha, lakini alipofika alistajabu baada ya kukuta mazingira yamebadilika sana. Alimkuta Paulina ana watoto 2 na hasomi tena. Pembeni aliona kaburi na alipouliza aliambiwa ni babake Paulina alifariki, pia mamake, na hana kazi tena, hivyo maisha ni magumu sana. Lisa kwa upole alimsogelea mamake, lakini mamake alimsukuma na kusema, toka malaya wewe, mbwa wewe, una adabu, mtoto uliyelaaniwa wewe, unataka kuleta balaa katika familia yangu. Toka, mimi sikufahamu na sina udugu wowote na wewe, unajipendekeza kwangu. Umaskini, nina shida, nenda kawalea watoto yatima. Kwanza umezalia nyumbani na umfahamu hata baba watoto, nitolee umalaya wako hapa. Umejiuza na kuwajengea hao bibi zako. Maneno aliongea mama yake Lisa hadi Abdul alijikuta analia kama mtoto mdogo. Lisa alimsogelea mama yake. Basi inatosha mama, inatosha. Nimekuvumilia sana, nimekaa kimya kwa kuwa mimi sijawahi kukukana. Sitakuwa na lawama yoyote mbele ya Mungu. Na hata huyu hapa ndio baba yake Amina. Asante sana mama. Paulina aliangalia na yeye alienda upande wa dada yake. Hata mimi nasema inatosha mama. Wewe ndio ulinipa malezi mabaya, nikamdharau dada yangu. Dada, nisamehe. Naomba kuondoka na wewe. Lisa alimkumbatia mdogo wake na kuondoka naye. Alimwelekezea wafanyakazi ambao wangemlea mwanae na alimrudisha mdogo wake shule. Lisa alifunga ndoa yake ya Kiislamu India pamoja na mumewe kipenzi Abdul. Mamake hakuwahi hata kuwafuata wala kuwasalimia. Mama alibaki na maisha yake na watoto walibaki na maisha yao. Ndugu msikilizaji, na hapa ndo mwisho wa simulizi tufupi iitwayo Lisa, mtunzi akiwa ni Magie, na hapa ni Mega Stories Tanzania. Asanteni, kwaheri.